Na mtazamaji, karibu tena. Tuingie kwenye ulingo wa siasa sasa, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amedai kuwepo njama ya washirika wa serikali kuanzisha vyama vya kisiasa vinavyoegemea upande wake katika eneo la Mlima Kenya ili kugawa kura za eneo hilo. Gachagua alilenga kuondoa wasiwasi miongoni mwa wawaniaji wa viti katika eneo hilo wanaotafuta nafasi katika vyama vingine, akiahidi uteuzi huru na wa haki katika chama cha DCP. Kikosi cha upinzani kilikuwa katika kaunti ya Embu katika juhudi za hivi punde za Rigathi Gachagua za kujitafutia kura kutoka eneo la Mlima Kenya. Gachagua akadai kuwa kuna njama ya serikali kugawanya Mlima Kenya uwe na upande wa magharibi na mashariki ili kupunguza nguvu ya kisiasa ya eneo hilo. Wakikuyu na Waembu na Wameru, we are one people and nobody can divide the people of Embu, the people of Meru and the Kikuyu nation. Katika kile kinachoonekana kurejelea chama cha People's Party of Kenya kilichozinduliwa hivi majuzi na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, Gachagua amesema vyama vya kisiasa vinabuniwa katika eneo hilo kama sehemu ya njama ya kudhoofisha eneo hilo kisiasa. Hizo vyama unalete na unaambia wenye umewatuma kuwapatia pesa ati wajifanye wanapinga wewe, na ni uongo. Hatutakubali. Katika eneo la magharibi, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula ametoa wito kwa wakazi wa kaunti ya Bungoma na magharibi kwa jumla kujisajili kuwa wapiga kura ili kuwezesha eneo hilo kuwa na sauti zaidi katika siasa za kitaifa. Takwimu zinaonyesha kwamba tuna watu 1430 wenye wako na vipande na hawajajiandikisha kupiga kura. Wetangula aidha alimpigia debe Rais William Ruto akisema serikali imesambaza maendeleo kwa usawa kote nchini. Tarehe 10 mwezi wa 8, mkitoka kwenda kupiga kura, tutakuwa tunasema nini? Wakati huo huo, waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen amewahimiza Wakenya kujiepusha na mikutano ya kisiasa inayohudhuriwa na wahuni. I am advising the citizens of Kenya not to attend rallies for politicians who are walking around with guns, because prevention is better than cure. Huku akisema serikali imejitolea kukabiliana na wahuni, Murkomen ameagiza idara ya upelelezi wa jinai kuwakamata wahalifu wanaopanga machafuko katika mikutano ya kisiasa. Tumesema ya kwamba idara ya DCI inakabiliana na hawa watu wenye wako nia mbaya kabla hata mkutano ijaanza. Katika kaunti ya Kericho, viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wametuhumu upinzani kwa kusababisha ghasia katika mikutano yao wenyewe. Be the ones that are calling for a fair process, yet you are leading in moving around in truckloads of guns. Some of them were not here. Walishikwa hapa chini tu Kisumu. Haya yanajiri huku gavana wa Trans Nzoia George Natembeya akidai kuwa baadhi ya viongozi wa magharibi wanalenga kutatiza seneta wa Nairobi Edwin Sifuna katika azma yake ya kuwania urais. Mabishano yalizuka kati ya Natembeya na mbunge wa Kiminini Kaikai Bisau, huku mbunge huyo akimtuhumu Sifuna kwa kutoshirikiana na viongozi wengine. Oikuja hapa Bungoma hapa ni mmoja wawili tujaka Wamboka na Majimbo Kalasinga ndio wanasupport Sifuna. Wengine wote karibu 7 wote wamepotela ile pande ile nyingine. Mimi nimekaa na Sifuna kama mwezi mmoja na nusu imepita. Nikamwambia tukae pamoja, tushikane kama Waluya and we shape our future. Because mambo ya urais, it is not as easy as you think. Tilio Marco, Dira ya Magwiji.